watu walioibiwa na kutekwa. Kumbe kuna kuibiwa kimwili, tunakuona ni Esther, kimwili tunakuona ni Aaron, lakini ulimwengu wa roho wewe ni mtekaji, umeshatekwa. Elimu imetekwa, ndoa imetekwa, afya imetekwa, mikono imetekwa. Sikiliza, ukiona kifungo chochote kinachokutesa, iwe magonjwa, maana yake ni kwenye ulimwengu wa roho wamekufunga, sio kimwili. Wachawi wanapokuja wakufungi kimwili. Ndio maana mchawi akiambiwa aje akuloge, haji mchana, anakuja usiku au anakuja kwenye ndoto. Kwa nini asije ukimwona? Na wakati mwingine tumefungwa wengi kwenye ndoto. Unashangaa unalala, unaota, unalishwa vyakula, unafukuzwa. Mwili wa nje ni nafsi. Shetani akitaka kuteka mtu hateki mwili, anateka mtu wa ndani. Labda niseme hivi, wangapi waliwahi kuota wanatembea usiku kwenye ndoto? Yaani umelala lakini unatembea. Yaani umelala unaota unatembea barabarani au uko shambani au uko kanisani au uko kwenye maji. Wangapi? Sasa ukija kunyanyuka kwenye usingizi unajikuta uko kitandani, hauko nje, unaamkia kitandani. Maana yake wewe umetoka kwenye mwili. Wachao wana uwezo wakaja wakakuamsha. Yaani wewe, mimi hapa Elisha, kama sitakuwa na nguvu za Mungu, wachao wanaweza wakaja wakakuamsha wewe Esther, wakaja kabisa na mlango wako haizuii wala dirisha lizuii. Tunajenga nyumba, tunaweka maukuta kuzuia majambazi, waizi, lakini kuna waizi wengine, kuna roho zingine hata nyumba yako haizuii, dirisha lizuii, anakuja tu anaingia kitandani kwako, anakuamsha. Esther, amka. Unashangaa unatoka, nikaota niko angani naruka, nikaota niko barabarani, tunakula chakula, tunaongea na watu. Ndio saa hiyo wanakutambikia. Wakishakuingizia magonjwa wanakurudisha, unakuja kushtuka huko kitandani, lakini aliyekuwa anatembea ndio original. Ndio maana mtu akifa huu mwili utabaki, mtu wa ndani anatoka. Sasa leo nitashughulika na mtu wa ndani. Aliyewekeza vitu vyake kwenye mtu wako wa ndani ajiandaa, atakufa. Wachau watakufa, waliokutokea kwenye ndoto watakufa, waliopeleka picha kwa waganga watakufa. Sema basi, kusema sitaki wavuke mwaka huu na sitatembea nao. Sema basi fire. Kasemaje? Wote wamenaswa katika mashimo. Wote wamenaswa. Kumbe kuna mashimo kwenye ulimwengu wa roho. Yaani kuna mtu nakuona hapa hauko, tunakuona lakini maisha yako yako shimoni. Sasa fikiri mtu akiwa shimoni anakuaje? Maana yake upumui. Kigeuka hivi ni mateso, kigeuka hivi ni ukuta. Kuna mashimo katika ulimwengu wa roho ambayo wachao wanakuweka. Kuna mahali unawekwa. Leo tutakuita. Leo nitaita uje. Alafu amamba mbili akasemaje? Wamefichwa katika magereza. Kumbe kuna magereza pia unafichwa. Wamekuwa mawindo. Wala hapana okoaye. Wala hakuna okoaye. Wamekuwa mateka. Mteka maana yake unatekwa. Kuna uhuru. Wala hapana asemaye rudisha. Si niko hapa kusema 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 rudisha. Nimetumwa na Bwana kila cha kwako kilichoibiwa kiweze kurejeshwa. Sema kila cha kwangu kilichoibiwa kitarejeshwa leo. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari? Lazima ufike mahali useme, Mungu niko tayari kuamka hapa nilipo. Macho nione unachotaka nione. Niwe tofauti na watu wa dunia. Kiri kuwa sitafia kwenye haya matatizo. Kiri kuwa watoto wangu watafia kwenye sifuri. Na leo nimekuambia uje na watoto. Kuna wataalamu kwenye familia uliotoka. Je, kuna mtu anasema, haka katoto cha mama ni kajanja kama mama yake tu, kajanja kama baba yake tu. Wanamloga, wanammaliza, wanachukua. Na wengine wanatuma watoto wao, wanaenda kuibia mtoto wako daftari shuleni au kalamu. Nishangaa mtoto amepoteza daftari, kumbe ameibiwa, ametumwa fulani. Adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake, Yesu amesema. Lakini leo wataongooka, wataropoka. Wamemtakia mtoto wako sifuri, watafikia anashika namba 1. Wamemtakia mume wako afeli, watafikia mume wako amefaulu kwa viwango vya baraka. Sema fire. Sema fire.
Mguse mwenzako mwambie wanachonitakia kitawarudia. Sema fire. Kwa hiyo lazima ufike mahali kiri kwamba haitawezekana. Lazima watoto wangu wawe namba moja. Lazima nitasomesha tena kwa bidii. Lazima leo nitafungua milango ya ada na kuambia hivi, lazima milango ya ada ifunguke. Watoto watakula, watakunywa. Mungu hajakosea kukuletea watoto. Watoto ni riziki na ni baraka. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Watoto ni nini? Ni riziki na ni baraka. Leo unaweza kuwa unateseka kwa ajili ya watoto, lakini miaka 10 ijayo watafufuta machozi. Na shetani hata kuondolea watoto. Unaona tu ni mdogo sasa, lakini unajua anabeba nini. Sema sitakufa, nitaishi. Uko tayari? Uko tayari? Hatua ya pili, kwa nini wanaosema wameokoka hawafanikiwi kimwili? Mtu anapookoka roho yake ndio inayookoka. Baada ya kuokoka kuna cha kushughulikia, ni nafsi yake itoke kwenye vifungo vya ukoo, uchawi na uganga. Umeshaokoka, haitoshi, kuna cha kushughulikia. Ndio tumesoma watu hao ni watu walioibiwa. Ni kweli ni watu wa Mungu, ni kweli ni watumishi wa Mungu. Hata watumishi wengine wengi wametekwa, wako kwenye vifungo. Wangapi wana imani leo vifungo vitakatika? Uko tayari? Uko tayari? Mfano mzuri, Yesu kwenye kitabu kile cha Luka 22 mstari 40, vitabu vya Injili Mathayo, alifika mahali anasema roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Yesu alipokaribia msalaba, nafsi yake ikaanza kutaabika. Anaona hawezi kushinda. Anaona bora afe kuliko kuendelea kuelekea msalaba. Anatafuta kuhepa kikombe cha mauti. Maandiko yanasema ilibidi malaika ashuke aikomboe nafsi ya Yesu. Ikombolewe, maana kuna namna fulani imekamatwa kwamba hawezi, imekamatwa ahepe kikombe cha kimungu, ahepe kusudi la Mungu. Na kuambia leo ziko nafsi zitakamatwa. Haijalishi unatamani kukimbia hiyo boma, Mungu ataitia nafsi yako nguvu, ataitia baraka. Hakuna kukimbia kwenye hiyo kazi, hakuna kumwacha mke wako wala mume wako, hakuna kufa. Kuna namna malaika atairudisha hiyo nafsi leo. Ilibidi malaika washuke wamtie Yesu nguvu. Na nafsi ya Yesu ilipotiwa nguvu, anawaambia wanafunzi wake, twendeni zetuni. Alipotiwa nguvu hakuona tena shida, maana yake nafsi ndio inayotaabishwa. Nafsi ndio inayopata shida. Wengine huita nyota au moyo. Roho yako unapookoka wewe, huwa kinachookoka ni roho yako. Nafsi, kwenye nafsi ndiko Mungu alikoweka kila kitu. Ni kama memory card au flash. Unaweza ukawa na sabufa kubwa lakini haiongei bila memory card. Memory card ukiwa na radio kubwa pale ndani. Wangapi wana radio kubwa nyumbani kwao? Sabufa. Kama unakutamikia upako mwaka utamiliki radio. Usikie na wewe bam 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 bam. Si unasikia tu kwa jirani. Sema amen. Sema amen. Kweli nakumbuka, maana nilikuwa nimewahi kupangisha nyumba za kupangisha. Nikapata shida, nilikuwa na ile radio Yesu, wakaingiza magonjwa, wakaingiza pressure, wakaingiza laana. Leo kwa damu ya Yesu nachomoa flash zao. Leo kwa damu ya Yesu nachomoa kila memory. Nachomoa. Mtu mmoja apige kelele, sema tunachomoa. Sema kila walichoniingizia leo inachomolewa. Unashangaa wanaingiza pombe, mwanaume anakuwa mlevi, wanaingiza utapeli, mtoto anakuwa mdokozi, wanaingiza magonjwa, mtu anakuwa na pressure, anakuwa sukari, kumbe wamekuingizia. Leo sema leo inachomolewa. Jamani, sema leo inachomolewa. Sema leo tunachomoa flash zao. Fanya basi, tunachomoa chap. Tunatupa. Tunaita ile flash original ya Mungu. Tunachomeka. Inasoma kitu original. Sema changu kirudishiwe leo. Nataka niingie kwenye maombi. Jumapili nitaendelea. Utaelewa mpaka nini watu wafanikiwe. Wakati mwingine nitasema Jumapili wafanikiwe, wakati mwingine kwa sababu watu wa dunia wanaheshimu waganga, wanaheshimu mizimu ya kwao, wanaheshimu mababu, lakini watu waliookoka hawaheshimu watumishi wao. Hawaheshimu baba zao za kiroho.
alikuwa mtu anaheshimu mzee wa ukoo, anaheshimu madhabahu za kimila, anaheshimu, maana ni roho ile. Lakini kanisani hatuna heshima na madhabahu. Nitakwambia Jumapili ndio vitu moja wapo. Watu wa dunia wakielekezwa na shetani wanaheshimu. Kwa Mungu watumishi wanaelekeza hamheshimu. Utaonaje neema?